Kwamba baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kirinyaga wamependekeza Gavana Anne Waiguru kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao, wakisema rekodi yake ya uongozi na utekelezwaji wa miradi ya maendeleo imemfanya kuwa chaguo linalofaa kwa nafasi ya naibu wa rais. Wananchi wamesema Waiguru ameonyesha uwezo kupitia nyadhifa mbalimbali za serikali na miradi ya maendeleo iliyotekelezwa katika kaunti yake. Kauli hizi zinajiri wakati tafiti za mashirika kama Infotrack zikimtaja miongoni mwa magavana wa kike waliofanya vyema zaidi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Mapendekezo haya yanaongeza mvuto wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya, huku jina la Waiguru likiendelea kujitokeza katika mjadala wa urithi wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Wakati alikuwa CS, kuna huduma centers alileta Kenya mzima. Kwa hivyo tukiangalia kazi yenye amekuwa akifanya, ni mtu anaweza saidia Kenya yetu iendelee na mbele na uongozi ukue mzuri. Ametujengea mahospitali, kuna level 4, kuna level 5, mashule, ametuwekea maji kwa hadi kwa nyumba, hatuteseki huko. Tunaweza taka kukuwa na deputy president mwanamke, juu hakujawahi kuwa nayo, na Waiguru tunamwaminia kwa kazi yake. Charity begins at home. Ngemisi magana musie. So tukimchagua kutakuwa na project zenye tutakuwa tunamlilia kama Sairo na Kabros ameweka. Kwa youth fund tutaenda ata empower youth. Ningetaka Anne Waiguru Mombi akuwe deputy president kwa sababu ametujengea mabarabara, hospital. Zafurahia Gavana Anne Waiguru akuwe deputy wetu because kazi yake inaongea na inaonekana.